Ikiwa imesalia siku moja tu kabla ya kumalizika kwa makubaliano ya kusitisha mapigano ya wiki mbili kati ya Marekani na Iran, bado haijulikani wazi kama mazungumzo ya amani nchini Pakistan yataendelea kama yalivyopangiwa. Tehran haijathibitisha kama itatuma ujumbe, huku makamu wa rais wa Marekani JD Vance, ambaye alikuwa awaongoze wapatanishi wa Marekani, akisemekana kuwa huenda ameondoka Pakistan kurejea Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Iran haina njia nyingine yoyote ila kutuma wajumbe kwenda Pakistan kwa mazungumzo hayo. Katika mahojiano ya televisheni na shirika la habari la CNBC, Trump amesema hataki kuongeza muda wa kusitisha mapigano na Marekani iko tayari kuanza operesheni zake za kijeshi ikiwa italazimika kufanya hivyo. Hata hivyo, Iran imesema haitakubali kamwe mazungumzo ya vitisho. Bei ya mafuta ilishuka asubuhi ya leo, huku wawekezaji wakifuatilia maelezo ya mazungumzo hayo ya amani. Moja ya masuala makuu ni ufikiaji na udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz. Rais wa China Xi Jinping ametoa wito wa kufunguliwa kwa mlango huo, ikiwa ni kauli yake ya kwanza tangu kufungwa kwa njia hiyo muhimu. Akizungumza kwa njia ya simu na mwanamfalme wa Saudia Mohammed bin Salman, Rais Xi Jinping amesema mlango bahari wa Hormuz unapaswa kusalia wazi kwa ajili ya biashara za kawaida kupita, jambo linaloendana na maslahi ya kila nchi katika eneo hilo pamoja na jumuiya ya kimataifa. Mwisho wa nukuu. Jeshi la Iran linasema liko tayari kutoa jibu la haraka na la uhakika ikiwa Marekani au Israeli zitarudia uhasama. Sasa haya yote yakiendelea, athari ya vita nchini Iran inaonekana wazi katika maeneo ya mbali. Kwa mfano, watu wanapoteza ajira, kupanda kwa bei ya mafuta na ukosefu wa upatikanaji rahisi wa huduma za mitandao. Lakini licha ya shinikizo la kiuchumi kuongezeka, uharibifu huu ni mkubwa kiasi gani na unamaanisha nini kwa juhudi za kurejesha hali ya kawaida? Ifuatayo ni taarifa ya Iman Mohamed ikiwasilishwa na Leila Mohamed. Kabla ya vita hivyo kuanza, uchumi wa Iran ulikuwa ushazorota. Mwezi Januari, raia walifanya maandamano kufuatia kupanda kwa bei ya bidhaa na kudorora kwa thamani ya sarafu. Kiwango rasmi cha mfumuko wa uchumi kilikuwa juu ya 50%, ambayo ni kubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa kwa miaka 80, na bei ya vyakula ilipanda maradufu kwa mwaka mmoja. Maandamano hayo yalisambaa kote nchini humo na kukabiliwa na msako mkali. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yalisema maelfu ya watu waliuawa. Alafu vita vikaanza na kuzidisha hali ya uchumi kuwa mbaya. Mashambulizi yameharibu viwanda muhimu vikiwemo vya chuma na petrokemikali, ambazo ndio uti wa mgongo wa uchumi wa Iran na mauzo ya nje. Serikali pia imebana matumizi ya intaneti, wakiwadhibiti watu kupata taarifa zozote. Hilo limefanya vigumu kwa raia wengi wa Iran kufanya kazi na kupata na kujikimu kimaisha. Kutoka kwa takriban kampuni 10 nilizokuwa nashirikiana nazo kikazi, nilizofanikiwa kukusanya data, zaidi ya watu 1000 wamepoteza kazi zao. Nalipa fedha nyingi sana. Haingia akilini kulia kazi moja tu ya intaneti. Juu ya haya yote, kampuni yetu pia iliwafuta watu kazi na nikajipata kwenye kundi la waliopoteza kazi. Pamoja na ongezeko la ukosefu wa ajira, athari za vita zinaendelea kuathiri uchumi kwa kiwango kikubwa. Kampuni zinafilisika kwa sababu ya uharibifu wote uliosababishwa na vita. Kwa hiyo bei zinapanda kwa kasi sana tena. Watu wengi wanapata ugumu mkubwa kumudu hata mahitaji ya msingi, achilia mambo ya mengine ya kando. Na juu ya hapo, kuna makadirio kwamba takriban watu milioni 2 au mmoja kati ya watu 10 wa Iran waliokuwa na ajira kabla ya vita tayari wamepoteza ajira zao. Hakuna takwimu rasmi ya gharama ya jumla ya vita, lakini serikali inakadiria hasara ya zaidi ya dola bilioni 270. Kuna aina mbili za gharama. Moja ni uharibifu ambao viwanda, miundombinu, hata maduka yamepata wakati wa vita, na uharibifu huo huenda unafikia makumi ya mabilioni ya dola. Hivyo unaweza kuwa na zaidi ya mapato ya kila mwaka ya mafuta ya Iran. Na juu ya hilo, mengi ya miundombinu hii, mfano sekta ya petrokemikali na sekta ya chuma ya Iran, viwanda vilivyolengwa huko huenda visirudi tena kufanya kazi kwa angalau miaka 2 ijayo. Na mashambulizi dhidi ya sekta za petrokemikali na utengenezaji wa chuma yana athari za mnyororo kwa viwanda vingine kama vile utengenezaji wa magari, sekta ambayo huajiri moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja zaidi ya watu milioni 1. Sasa kizuizi cha majini kinachoongozwa na Marekani kinalenga meli zinazoingia na kutoka kwa bandari za Iran,
huku Washington pia ikiimarisha utekelezaji wa vikwazo vyake dhidi ya Iran. Tumeziambia kampuni, tumeziambia nchi kwamba ikiwa mnanunua mafuta ya Iran au ikiwa fedha za Iran zimehifadhiwa katika benki zenu, sasa tuko tayari kuweka vikwazo vya pili ambavyo ni hatua kali sana, na Wairani wanapaswa kujua kwamba hii itakuwa sawa na kile tulichokiona katika shughuli za kijeshi, lakini kwa upande wa kifedha. Bila amani ya kudumu, vikwazo vitaendelea kuzuia Iran kufanya uwekezaji na biashara ya kimataifa, na hilo litafanya juhudi za kukwamua uchumi kuwa ngumu zaidi na isijulikane hadi lini. Sasa ili kuelewa zaidi kuhusu hatma ya makubaliano ya kusitisha vita kati ya Marekani na Iran, tuungane na mchambuzi Ibrahim Rabi moja kwa moja kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Rabi, siku 10 za usitishaji vita zinakamilika usiku wa kesho Jumatano. Rais Trump anasema haoni uwezekano wa kuongeza muda. Hii inawacha wapi raia wa kawaida wa Iran? Kwanza nashukuru Ron, na tukianza na kauli ya Donald Trump, nadhani Trump labda anajaribu kusaulisha watu kuwa yeye si aliyesimamisha hiyo vita, na yeye ndio alikuwa akiita meza ya suluhu. Manake kuwa Trump yeye ndio alijaribu kutumia nchi nyingi kuwashawishi Irani kukaa kwenye meza ili waweze kumaliza vita. Sasa anaposema kuwa yeye ndio anaamua na kutoamua, nadhani si sahihi kusema vile, kuwa kama watarudi kwenye vita, kwa sababu vita tulishuhudia madhara yalikuwa kwa pande zote mbili. Hata Marekani wanafahamu kuwa madhara yake ni makubwa sana. Hali inayoacha raia wa Irani, hali hiyo imekuwepo kwa Irani. Unafahamu, kurejea kwa mara ya pili ya Donald Trump kumekuwa ni uchungu mkubwa sana kwa raia wa Irani, kwa sababu ukiondoa awamu ya kwanza ya Trump ambayo aliondoa Marekani kwenye makubaliano yale JCPOA, aliweka vikwazo vingi sana wakati huo, lakini hata alivyorudi hii mara ya pili aliongeza vikwazo kweli kweli, na ndio maana tulishuhudia yale maandamano yaliyoenda kufumua mfumuko mkubwa wa bei, kuporomoka kwa sarafu. Hiyo yote ilikuwa ni madhara ambayo Donald Trump aliyasababisha, kwa sababu alikuwa amedhamiria hasa kuangusha dola ya Irani. Kwa hiyo Wairani wanafahamu hasa hiki kitu ambacho wamekuwa nacho kwa muda mrefu. Na Rabi, kwa upande mwingine Pakistani inajiandaa kwa awamu ya pili ya mazungumzo. Marekani pekee ndio imeshatuma ujumbe, japo inaonekana ujumbe huo pia huenda JD Vance anarudi zake Washington. Iran wataelekea katika mazungumzo hayo? Kumekuwa na mkanganyiko wa hili. Irani wameendelea kudai yale wanayoyadai, kuwa hatuwezi kwenda kwenye makubaliano katika kipindi ambacho tunapokea vitisho kote kote, au katika kipindi ambacho kuna ukiukaji wa makubaliano ya awali, hasa wakizungumzia ile blockade ya Marekani ambayo imezuia meli za Irani na ile ambayo inatajwa kukamata meli za Irani. Sasa wanasema kuwa kwanza Marekani Naam, inaonekana tuna tatizo la mawasiliano kidogo na Ahmed Rabi. Tutarejea kwake baada ya muda usio mrefu. Iwapo tutampata, tutarejea kwa Ibrahim Rabi.